alikuwa Israel anashiriki vikao vya kamati kuu. Hapa nataka kufanya marekebisho. Mimi kwenye kusikia kwangu nilisikia kwa jinsi alivyotamka Mbowe akitamka kama Israel, lakini nimerekebishwa na wanafuse kwenye comment section kwamba alichokisema ni exile. Kwa hiyo huenda mimi nilisikia Israel lakini alichomaanisha ni exile. Kwa hiyo kwenye hilo na kiri hapo niliteleza katika kusikia na sikuwa na nia ya upotoshaji. Hiyo la kwanza. Kwa hiyo hapo kwenye swala la mkanganyiko kati ya exile na Israel, hiyo ya kwanza. Ila tunapokuja upande wa pili wa kuhusika kwa taifa teule na hili linaloendelea, msimamo wangu uko pale pale. Na kuhusika kwa taifa teule na kundi la kidini pamoja na chama cha siasa, msimamo wangu uko pale pale kwamba wanahusika. Upande wa Marekani nimeshaelezea. Kwa hiyo hapa ningependa kurekebisha kipande ambacho huenda mimi nilikosea nikasikia vibaya, badala ya exile nikasikia Israel. Na mimi siku zote huwa ninasema pale ninapokosea niko tayari kujirekebisha. Kwa hiyo kwenye hilo ningependa niliweke sawa. Alikuwa Israel anashiriki vikao vya kamati kuu. Alikuwa Israel anashiriki vikao vya kamati kuu. Alikuwa Israel anashiriki vikao vya kamati kuu.